Serikali ya Marekani kupitia Wizara ya Hazina imetangaza kutoa leseni ya muda ya siku 60 inayoruhusu Iran kuuza, kusafirisha na kuzalisha mafuta yake kwenye soko la dunia, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko ya awali kati ya Marekani na Iran yanayolenga kumaliza vita na kupunguza mvutano wa kikanda. Kwa hatua hiyo mpya, Iran sasa inaruhusiwa kuuza mafuta yake kwa bei ya soko la dunia, kufanya miamala ya mafuta kwa kutumia dola ya Marekani, kuwauzia wanunuzi wa Marekani mafuta ghafi na bidhaa za petroli. Hatua hii ni mabadiliko makubwa ya sera za Marekani, ikizingatiwa kuwa nchi hiyo ilikuwa imeweka vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Iran kwa miaka kadhaa. Kwa upande wake, Iran imeahidi kuruhusu usafirishaji huru katika Strait of Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, pamoja na kuwaruhusu wakaguzi wa nyuklia wa International Atomic Energy Agency kuingia nchini humo kwa ukaguzi. Hatua hii inaweza kuongeza usambazaji wa mafuta duniani, kupunguza shinikizo la bei ya mafuta kwa muda mfupi, na kurejesha kasi ya uzalishaji wa mafuta wa Iran baada ya kupungua kutokana na vikwazo na vita. Hata hivyo, hatua hii imeibua mjadala mkali nchini Marekani, baadhi ya wachambuzi wakisema kuwa makubaliano haya yenye upendeleo mkubwa kwa Iran yakilinganishwa na makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 JCPOA, lakini akiwa na masharti tofauti. Leseni hii ya muda itaisha tarehe 21 Agosti mwaka huu, na mustakabali wake utategemea maendeleo ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Makubaliano haya yanaonyesha mabadiliko makubwa ya kidiplomasia kati ya Marekani na Tehran, yakilenga kupunguza mzozo na kuleta utulivu wa nishati duniani, lakini pia yanaendelea kuzua mjadala mkali wa kisiasa.